Na mwanamichezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Jumatano tulivu, Jumatano iliyojaa mubashara kweli kweli. Mimi niko na mzee wangu mzee Malinyi, tunakwenda kuyazungumza yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado hujasubscribe, ni vyema ukafanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Mzee wangu uko poa? Niko poa ndugu. Heri kabisa. Heri ya beza kwako. Sima upo? Alhamdulillah. Karibu. Bwana mzee wangu mzee Malinyi, tuanzie hapa. Kwanza nikupe pole ndugu yangu. Ndio. Kwa jambo ambalo limewakumba wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Tangu 2019 consistency kubwa mlokuwa nayo, lakini dhahiri mkashindwa kufanya kile kitu ambacho mlikuwa kama muendelezo kwa upande wa Simba. Shida nini haswa? Shida kama unavyoona wana Simba wengi wanalalamika maono yao. Kama unavyolalamikia uongozi kwamba viongozi wameshindwa kutekeleza majukumu yao waliotumwa na wana Simba kwenda kufanya ndani ya klabu ya Simba. Na ndio maana wanapiga kelele wajiuzulu, ondokeni mpaka imefikia muda Januari 22 mida yao imekwisha kikatiba. Kwa hiyo sasa wapo tu kwa sababu ya kusubiri kuitisha uchaguzi mkuu. Sawa, kuitisha uchaguzi mkuu. Kwa hiyo lawama nyingi zinakwenda kwa viongozi kwamba wameshindwa kusimamia timu. Na ndio maana kutata timu ina mambo ya ovyo, wachezaji wanalewa, wachezaji wanakesha kwenye mabaa. Sasa hivi wenyewe wanakiri kwamba hata akina Ene Kuinonga alipokuwa anakaa pale alikuwa jirani. Ana dada mmoja pale na groceries na pika chakula. Mtu yeye haendi kulala yule bwana anakesha pale analinda mzigo. Mpaka asubuhi. Watu wasije kainua. Sasa mazoezi utacheza mazoezi kuna usingizi asubuhi. Sasa vitu kwa wanavielewa wao, viongozi wanavielewa, lakini hawavishughulikii. Sasa maana kama uvishughulikii, basi inaonekana uongozi umeshindwa kutekeleza majukumu yake. Kwa hiyo madai wanayolalamika watu wa Simba Sports Club, wanachama wa Simba Sports Club ni sahihi. Kufedheheshwa, lakini pia vile vile na vitu vya kufedheheshwa na mchezo usiokuwa wa kiungwana wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Baada ya mchezo tulishuhudia Murtaza Mangungu akivamiwa na baadhi ya mashabiki, lakini pia vile vile na wengine wakisadiki na kutaka kumpiga. Pengine hili limekaaje ndugu yangu? Sio kutaka, alipigwa. Unaona ngumi ilirushwa pale. Yule kijana yule mkamata alipiga mkwenzi pale kwenye kichwa cha mwenyekiti. Sikapiga konzi, umeona kama tukaona bwana. Ndio maana wakamchukua polisi. Ukiacha na wale wengine wanabishana naye. Mimi tu niseme kwa kitendo kile sijakifurahia. Naweza nikakilani kwa sababu sio kitendo cha kiungwana. Kwa sababu kama tunataka tuondoke basi tufuate process. Sawa, hata kama anang'ang'ania lakini itafika tu wakati ataondoka. Sio kupigana au kutiana vilema. Hawa Tanzania hatuna kaliba hiyo ya magomvi. Sawa? Kitendo kiko cha kiungwana. Lakini vile vile rudi kwake yeye na familia yake. Sawa? Nikienda mbali zaidi anamshauri ambaye shemeji yetu. Sawa? Kwa upande wa Murtaza. Ukiacha washauri wengine ambao kama washikaji. Sawa? Basi wa karibu wangemshauri kwa hatua iliyofikia sasa hivi, kwa kaliba yako, kwa kulinda legacy yako, jiuzulu. Au itisha mkutano mkuu wa uchaguzi haraka ili uachane na kitu. Kwa sababu sasa imekwenda kiusalama sasa sio mzuri. Kama inafikia lakini bado watu wanapenya na kurushia ngumi. Tayari mwanadamu ameshachoka huyo. Hakumuogopa hata polisi. Sawa? Hakumuogopa? Kashinda hata amekataa kuiogopa hata ile crown. Makazile magwanda ni crown unajua. Ya taifa. Mtu amekuogopa kama kupenya takalokuwa naliwe. Hakufikia. Na kukugusa maungoni. Sasa wamshauri aachane na ile kitu. Itakuja kumfedhesha. Mimi sidhani kama Mangungu ana njaa ya kung'ang'ania Simba. Sawa? Hana njaa hiyo. Ili kwa usalama ajiuzulu tu. Ili mitaani acheke na watu, asalimiane na watu, maisha mengine yaendelee. Lakini kumekuwa kuna sintofahamu kubwa badala ya mchezo. Watu wengi wakaanza kuimba mbele yake na kusema ya kwamba hatumtaki Mangungu. Pengine kipi ambacho kinakwamisha sana? Kinamkwamisha Murtaza Mangungu, lakini pia vile vile mashabiki wa Simba wameonekana sasa kupoteza imani na mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Sports Club kwa upande wa mashabiki. Kuna vitu vingi moja wapo kama ninavyokuambia kukosa kuwafunga Yanga ndani ya mwenyekiti wake.
Sawa eh? Ndani ya wenyekiti kuto kufunga Yanga. Hakuna mechi ngumu, hakuna mechi yenye furaha kama ya kumfunga mtani, hata usichukue kombe. Kwa hiyo kama mtani wako, kama mngekuwa mnakosa ubingwa na kumfunga Yanga, sawa, mwenyekiti angeendelea. Watu wangeendelea kujipanga taratibu. Watu wangeendelea kujipanga taratibu. Wakafanya mazungumzo taratibu ya kukaa chini kwamba tushikamane wapi ili tuweze kupata matokeo. Mngekuwa mnamfunga Yanga. Sawa. Hilo la kwanza. La pili, matokeo ya muendelezo wa ushindi ni madogo mno. La tatu, Simba haijawahi tokea iko vizuri. Simba yenye uwekezaji ikaishia na pointi moja kwenye klabu bingwa. Ni aibu poteza ukubwa wetu. Tunapoteza legacy yetu. Ushaelewa? Sasa kuna mambo mengi. Ushaona? La nne, mipango ya Simba mingi inavuja na kwenda Young Africans. Wewe kama kiongozi ujiulize, nani anavujisha mipango? Na inasemekana wengine wanavujisha mipango mule ndani ya kikao, kikisha kikao tu mtu kapenyeza. Sasa ni nani hao? Sasa kama mnamwataki Mangungu, je, ni yeye? Mna uhakika wa 100%? Sisemi yeye. Yeye namlaumu kwa sababu yeye ni mtu wa juu pale, ni mtu wa kusimamia vitu. Sawa sawa. Yeye akitakiwa, yeye kama mwenyekiti, yeye ndio. Nyinyi mnachomlaumu ni kitu kimoja. Sisi ni wanachama wa kwanza. Huyu mtu anayevujisha ndani yetu hapa ni nani? Na watumeni nyinyi tufanye upelelezi. Alafu mtanipa jibu. Sawa? Mkinipa jibu tutalipeleka kwenye bodi afu tutolee maamuzi. Hajawahi kusema hicho kitu. Vitu vinavuja. Mtoto wa kihuni yule akikaa kule kashika maika na tamba na Jesusi. Tunapata habari zote. Na nini? Ni fedheha ya klabu kubwa kama ile. Klabu ya Simba sisi zetu kuvuja kwenda Young Africans kujua siri zetu. Kwa hiyo hata kutufunga huku pengine kwa sababu mipango yetu yote wanaanza kujua mapema. Afu wao na dhibiti mapema, tufanyeni tufunge na tunafungwa. Kuna baadhi ya mashabiki wengi wanaibuka na kusema ya kwamba Mangungu mitano tena, Mangungu apepewe, Mangungu apepewe. Hii imekaaje kwenu wana Simba? Mnaungana nao? Shabiki gani wewe? Wako wengi. Unaweza kuwataja na wafahamu kidogo fulani na fulani. Kuna baadhi ya video pia zilikuwa zina trend kwenye mitandao ya kijamii. Mimi video hii sijaiona. Sijaiona, lakini ungeniambia kama baadhi ya watu fulani, pengine influencer fulani na fulani, wewe wataje tu, hakuna shida. Nitakulinda afu mimi niwapasue. Nitakulinda mimi niwapasue. Nani anaona? Mimi ile video niliiona kwa mzee wa Saluti. Mzee wa Saluti. Na nikaiona tena pia kwa mzee wa Maokoto. Mzee wa Maokoto. Wote wanakuja mjini na gari gani? Nikaiona tena kwa Dr. Mohamed Hamis. Wote wanakuja mjini na gari gani? Nikamwona kwenye ile video alikuwa GB 64. GB 64 na matatizo gani? Ni kwenye ile video inategemea.